Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha wazi kutoridhishwa kwake na Rais wa Urusi Vladimir Putin kufuatia matamshi ya Putin yanayopinga uhalali wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Trump alisema kuwa alikasirishwa na kauli ya Putin ambazo alizitaja kuwa zinadhoofisha juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Katika mahojiano maalum na NBC hapo jana, Trump alieleza kuwa Putin amekuwa akihujumu jitihada za amani kwa kushambulia uongozi wa Ukraine badala ya kushiriki mazungumzo ya kweli ya kumaliza vita. Trump alisisitiza kuwa Ukraine ina haki ya kujilinda na kwamba mataifa yote yanapaswa kuheshimu mamlaka ya taifa hilo. Putin anapaswa kujua kwamba dunia haiwezi kuvumilia uingiliaji wa aina hii dhidi ya Ukraine. Ni wakati wa kumaliza vita hivi mara moja, Trump alisema. Katika hatua kali zaidi, Trump ametishia kuweka ushuru wa hadi 50% kwa nchi zinazonunua mafuta ya Urusi endapo Putin hatakubali kusitisha vita. Ushuru huu unalenga kuifanya Urusi kukabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi na hivyo kushinikiza kukubali makubaliano ya amani. Tutahakikisha kuwa kila nchi inayoshirikiana na Urusi katika biashara ya mafuta inakabiliwa na gharama kubwa, Trump alisema. Licha ya msimamo wake mkali, Trump amekuwa akikabiliwa na ukosoaji kwa kushindwa kutoa mkakati kamili wa kumaliza mzozo huo. Wapinzani wake wa kisiasa nchini Marekani wamesema kuwa vitisho vya ushuru pekee havitoshi kushawishi Urusi kuachana na vita vyake dhidi ya Ukraine. Wanasiasa wa chama cha Democratic wamependekeza kwa Marekani iongeze msaada wa kijeshi kwa Ukraine kama njia ya kuongeza shinikizo kwa Putin. Kwa pande mwingine, Rais Zelensky wa Ukraine amemshukuru Trump kwa msimamo wake, ingawa alieleza kwa Ukraine inahitaji zaidi vitisho vya kiuchumi ili kujihami dhidi ya mashambulizi ya Urusi. Zelensky alisema kuwa msaada wa kijeshi na kifedha kutoka kwa Marekani pamoja na mataifa mengine ya Magharibi unahitajika zaidi kuliko hapo awali. Tunashukuru kwa kauli ya Rais Trump, lakini tunahitaji hatua za haraka na za vitendo. Vita vimeendelea kwa muda mrefu na watu wetu wanaumia, Zelensky alisema. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa iwapo Marekani itatekeleza vitisho hivi, uchumi wa Urusi unaweza kuathirika vibaya, hasa kwa kuwa sekta ya mafuta ni chanzo kikuu cha mapato kwa serikali ya Moscow. Kwa sasa hali kati ya Marekani, Urusi na Ukraine inaendelea kuwa ya wasiwasi, huko jumuiya ya kimataifa ikisubiri kuona iwapo vitisho vya Trump vinaweza kuleta mabadiliko yote katika mwelekeo wa mzozo huu wa muda mrefu. Bwana Mashaka, vipi? Habari ya siku bwana. Mbona kwenye ofisi za mikopo tena ndugu yangu? Ndugu yangu Clever, mikopo inanitoa roho. Vipi wewe kwenye madini? Mimi niliachana na hiyo kazi, maana kwanza mgodi uko mbali sana. Alafu gharama za uendeshaji mitambo kwa dizeli zilikuwa juu mno. Ndugu yangu pole sana. Kweli tulipata shida kwa muda, lakini tulipoletewa nishati ya umeme na serikali ya awamu ya 6, imekuwa ni suluhisho kwa changamoto zote hizi. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imefanya kazi kubwa kuleta umeme hadi mgodini. Sasa hivi hatutumii tena mafuta. Mashine zinafanya kazi ya kuchota maji na mchanga kwa ufanisi mkubwa. Gharama za uendeshaji zimeshuka. Tunatumia teknolojia nzuri kwa unafuu. Na watendaji wanafanya kazi kwa furaha, na nisikufiche ndugu yangu, pesa tunapata. Umetufikia nishati ni maendeleo, umewaka umetufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.